Yaani unajua moja ya shida ambayo kwenye mpira wetu ni kwamba inapokuja swala la Simba na Yanga hakuna mtu ambaye anaelewa nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Ndio kama hivi ambavyo inaendelea sasa hivi. Yaani kwa sababu Simba na Yanga ndio ambao wameharibu kanuni. Inaonekana kama kuzitekeleza kanuni shida kwa sababu zimeharibu timu mbili ambazo ni kubwa. Timu ambazo zina ushawishi mkubwa kwenye mpira wa Tanzania. Ndio tunaheshimu ukubwa wa Simba, tunaheshimu ukubwa wa Yanga, lakini wao hawapaswi kutumia ukubwa wao kama sehemu ya kwenda kuvunja taratibu na kanuni ambazo zimewekwa. Yaani kanuni zinatakiwa kufuatwa kama ambavyo timu zingine zinafuata kanuni bila kujali ukubwa wa Simba au ukubwa wa Yanga. Kwa sababu mwisho wa siku hizi kanuni hazikutengenezwa kama mapambo, zimetengenezwa kwa ajili ya kulinda mpira wetu. Sasa kama tuna kanuni ambazo haziwezi kulinda mpira wetu, maana hizo kanuni hazina faida kwetu sisi. Hizo kanuni sio chochote mbele ya mpira wetu. Lakini kwa sababu tumeziunda ili zisimamie mpira, maana tunapaswa kuzitekeleza kanuni. Ukiona viongozi wa bodi ya ligi, viongozi wa TFF wanahangaika kuumiza vichwa kutafuta suluhu kwenye matukio ya Simba na Yanga wakati kanuni zinaeleza wazi, maana huo ni udhaifu wa uongozi ambao upo. Ina maana viongozi ambao wako TFF, viongozi ambao wako bodi ya ligi wanapaswa kusimamia kanuni. Kama wameshindwa kusimamia kanuni, maana hao viongozi hawastahili kuwa viongozi wa ligi kuu wa kuongoza mpira wa Tanzania. Kwa sababu ni jambo la aibu kuona mmetengeneza kanuni wenyewe na mmezipitisha wenyewe na bado kuzitekeleza mnaziogopa. Unaogopaje kutumia kanuni mbele ya mtu ambaye amekosea kanuni ambayo pia anaijua? Kwa sababu Simba mpaka wanavunja kanuni, maana wanajua adhabu yao ni nini. Yanga mpaka wanavunja kanuni wanajua adhabu yao ni nini. Kama walikuwa hawajui, pengine labda walisahau, lakini wana nafasi ya kujua, tayari wameshapata muda wa kujua. Kama wamepata muda wa kujua, maana walipaswa wao kuja kuomba radhi mbele ya bodi ya ligi na ligi kuendelea. Lakini kwa sababu Simba na Yanga zimeshagundua kwamba viongozi ambao wanaongoza mpira wa Tanzania, viongozi wa waga, linapokuja swala la Simba na Yanga, wanaamua kuendesha wanavyojisikia wao. Na ndio maana leo hii bodi ya ligi wanapata shida kuamua au kupanga tarehe mpya ya dabi kwa sababu ya kuzihofia Simba na Yanga. Sasa kwa nini uzihofie Simba na Yanga wakati ni timu ambazo ziko chini ya ligi moja na timu zingine na zinaendeshwa na kanuni sawa na zinavyoendeshwa timu zingine na kanuni hiyo hiyo? Kwa nini leo uogope kutumia kanuni mbele ya Simba na Yanga? Utaki kutumia busara ikiwa kanuni hizo hizo zikivunjwa na timu zingine zinaadhibiwa. Tuacheni mambo hayo. Yaani Simba na Yanga ndio ni timu kubwa, lakini hatupaswi kuzitukuza kwa kiasi hicho. Simba na Yanga ni timu za kawaida, ni timu ambazo hazipaswi kuwa juu ya mamlaka. Yaani mamlaka inapaswa kuwa juu ya Simba na Yanga. Yaani ninapozungumzia mamlaka, yanazungumzia viongozi ambao wanaongoza hizo timu, au na viongozi pia ambao wanaongoza shirikisho na bodi ya ligi wanapaswa kuwa juu ya Simba na Yanga. Wao wanapaswa kuwa source ya mabadiliko kwenye mpira wa Tanzania. Sasa kama hawawezi kuwa source ya mabadiliko ya mpira wa Tanzania, maana yake viongozi hawafai. Maana yake leo Stephen Mguto hastahili kuwa kiongozi wa bodi ya ligi kwa sababu anashindwa kusimamia kanuni kama mwenyekiti wa bodi ya ligi. Huwezi kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi afu unashindwa kusimamia kanuni. Yaani maana yake wewe hufai. Tunataka tupate mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ana uwezo wa kuiongoza ligi, kuiongoza bodi ya ligi na kusimamia kanuni. Sasa kama una kiongozi ambaye ni yuko pale na bado anataka busara itumike kwenye kuiongoza bodi ya ligi, huyo bado sio kiongozi. The same pia kwa viongozi wengine ambao wako ndani ya bodi ya ligi na TFF ambao wanataka busara ndio itumike, basi hao pia hawastahili kuwa viongozi kwa sababu hatuwezi kutumia busara wakati kanuni zipo. Kama inatakiwa kutumika busara, basi itumike kwa watu wote, lakini pia kama tunaamua kutumia busara, manake kusiwepo na haja ya kutengeneza hizo kanuni kwa sababu busara ipo itatumika. Biashara imenyang'anywa alama 15. Kwa nini busara haikutumika? Lakini leo kwa nini Simba amefanya kosa hataki kuadhibiwa kwa sababu watu wanataka kutumia busara? Yaani kwa nini siku zote wakifanya Simba na Yanga kosa busara inatakiwa itumike, lakini timu zingine zikifanya kosa adhabu kanuni inafuata? Tusiwe tunatoa upendeleo kwa timu zingine. Yaani hizi timu zingine zinapendelewa, Simba na Yanga zinapendelewa kuliko timu zingine. Hizi timu zingine zinanyongwa kwa sababu ya Simba na Yanga. Na ni kwa sababu ya kanuni ambazo zipo. Kwamba timu zingine zikikosea, bodi ya ligi inafuata kanuni. Lakini Simba na Yanga zikikosea, kanuni hazitumiki, inatumika ubinadamu, kitu ambacho sio fair. It is not fair. Viongozi wa bodi ya ligi wanapaswa kujiuzulu kama watashindwa kusimamia kanuni. Yaani kanuni ya ligi kuu
ndio ambayo inatoa mwongozo kwenye mpira wa Tanzania. So kanuni inapaswa kusimama kama kanuni na itekelezwe kama ambavyo inataka, na busara inapaswa kusimama kama busara, na pale ambapo busara inatakiwa kutekelezwa inatakiwa kutekelezwa. Lakini tunaposema tutumie busara kwenye mpira, tuzingatie kwamba busara isitumike tu kwenye timu mbili za Simba na Yanga. Busara itumike kwenye maeneo yote, kwamba busara itumike Simba, busara itumike Yanga, itumike Azam FC, itumike Mwadui na timu zote ambazo ziko chini ya bodi ya ligi. Kama tumeamua kutumia busara sehemu ambayo inataka kutumia kanuni, basi tuondoe pia kanuni, tutumie busara mwanzo mwisho. Tuseme tu tuna kanuni hapo hatuwezi kuzitumia. Yaani viongozi mnakuaje na kanuni hamwezi kuzitumia? Kama unashindwa kutumia kanuni, tokeni madarakani, wakae watu wengine ambao wanaweza kutumia kanuni. Wakija watu ambao wanaweza kutumia kanuni, minzi atatusaidia kunyanyua mpira wetu. Hatuwezi kunyanyua mpira wetu kwa kuwa na viongozi ambao hawawezi kutumia kanuni. Yaani tukisha kuwa na viongozi ambao hawawezi kutumia kanuni, maana yake hawa hawatufai. Hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanatumia busara sehemu inayotumika kanuni. Yaani mimi binafsi yangu ninaamini kwamba kama itatumika busara kuamua mchezo wa Simba na Yanga, maana yake viongozi wote wa bodi ya ligi na TFF hawastahili kuwa viongozi wa bodi ya ligi wala viongozi wa TFF, kwa sababu hatutakiwi kutumia busara sehemu ambayo kanuni inatuelekeza cha kufanya. Kanuni itumike. Simba alivunja kanuni, aadhibiwe. Yanga amevunja kanuni, aadhibiwe. Kila mtu aadhibiwe kutokana na makosa yake ambayo ameyafanya kwenye kanuni. Tuache kuleta masuala ya upendeleo. Upendeleo haufai. Kila mtu apate haki yake kama ambavyo inatakiwa. Full stop.